kuunga undugu, qad ja'alaha Allah tabaraka wa ta'ala sababan li si'ati rizq. Kuunganisha undugu, jambo hili amelijalia Allah ni sababu ya kutanuka riziki, walijalbil baraka, na Allah amejalia hili jambo ni sababu ya kuleta baraka ala alwasil. Hili jambo linambariki yule mwenye kuunga ndugu zake, anabarikiwa fi malihi wa iyalihi, anabarikiwa mtu katika mali yake na kwenye familia yake, wa sihhatihi wa umrihi, bali mtu anabarikiwa kwenye afya yake na kwenye umri wake kwa sababu ya kuwajali ndugu. Wal-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, Sahih al-Bukhari, ameweka mlango maalum akasema, babu man busita lahu rizqu bi silati rahim. Huu ni mlango wa yule ambaye busita lahu rizqu, imekunjuliwa kwa yeye riziki, bi silati rahim, kwa ajili ya kuunga undugu. Mlango kauweka Imam al-Bukhari fi Sahih al-Bukhari. Huu ni mlango wa yule ambaye imekunjuliwa kwake riziki kwa sababu ya kuunga undugu. Kisha kaitaja hadithi ya Abu Huraira ambayo nyinyi mnaijua hadithi hii, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, yule mwenye kupenda akunjuliwe yeye katika riziki yake, wa yusa lahu fi atharihi, na aongezewe yeye katika umri wake. Kuongezewa umri, ulama wanasema ima utaongezewa umri kwa hakika, kama ilikuwa miaka yako ni 60 Allah akazidisha ukaenda zaidi, hiyo ni maana wanasema ulama Allah huongeza kwa hakika. Na pengine ikawa kuongeza sio kwa hakika, ukabakia na umri wako huo huo, miaka 60 utaishi hiyo hiyo, lakini ikabarikiwa, ikawa ni umri mfupi uliojaa baraka na mafanikio, na Allah anakukinga na kuteleza katika umri wako huo mfupi. Mwenye kupenda kuongezewa umri na kujuliwa riziki, tunakasema faliyasir rahima, basi akiunge kizazi chake au akae karibu na ndugu zake, ni sababu ya kujuliwa riziki, ni sababu ya kupewa umri. Bali al-Imam Tirmidhi rahimahullah ta'ala katika jamii yake, wal-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala katika musnad wake wameitaja hadithi, wa hadha al-hadith sahih. Al-Allama al-Albani rahimahullah ta'ala amesahihisha katika Sahih al-Jami' hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, tunasema tena, ta'allam min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Tunatuambia ta'allam min ansabikum, jifunzeni katika nasaba zenu, tafuta elimu ya ukoo wako, pekua kuwajua ndugu zako, kwamba huyu atakuwa ndugu yangu upande wa mama, huyu upande wa baba, huyu tunakutana kwa baba, tunakutana kwa bibi. Ta'allam min ansabikum. Watu wengi wamezembea jambo hili, hawajui ndugu wala hawafuatilii ndugu. Tunaambiwa tujifunze nasaba zetu, ma tasiluna bihi arham, jifunzeni kile kiwango ambacho mtauunga kwa kiwango hicho ndugu wenu. Tafuta ndugu zako ili uwe nao. Safiri, umeambiwa kuna ndugu zako kwa fulani, kiji fulani, yuko ndugu ya bibi yako huko, yeye na bibi yako tumbo moja, au mtoto baba mkubwa na baba mdogo, huyo ni bibi yako pia. Nenda huko ukamjue na ukawajue watoto wake na wajukuu zake. Hilo ni fuko lako. Sunna hiyo, sio kiherehere hicho, wala sio kujipendekeza. Ni sunna.